Karibu ndani ya Book Story, elimu ya wote. Wanasema usikate tamaa kabla hujafa, maana hujui Mwenyezi Mungu amekuandalia nini kesho. Lakini je, unajua kuna watu wamechoka kusubiri kesho ya Mungu na kuamua kujiandalia kesho yao kwa mkataba wa damu? Leo tunawaletea simulizi nzito, mkasa wa kweli wa mzee Usama, mtu aliyekuwa na kiu ya madaraka kiasi cha kuuza utu wake. Hii si hadithi ya kubuni tu ya kusisimua misuli. Huu ni ukweli mchungu unaofichwa kwenye kuta za ikulu na ofisi za juu. Tunaingia ndani ya siri ambazo wengi hawawezi kuzisema hadharani kwa hofu ya usalama wao. Hata sisi hapa Book Story tutasimulia mpaka pale mipaka ya usalama inapoturuhusu. Wenye akili wataelewa ukweli uliopo nyuma ya pazia, na wale wanaodhani ni hadithi za kusadikika, basi waache waendelee kulala. Je, unajua ni kwa nini baadhi ya viongozi hawana elimu kubwa lakini wana nguvu ya ajabu? Je, unajua kafara zinazotolewa ili kiti cha enzi kisitikisike? Baki nasi mpaka sekunde ya mwisho ya simulizi hii upate kujua siri ya kiumbe cha mapembe na Rais Usama. Hii ni siri ya viongozi. Karibu kijasiri. Katika kijiji cha mbali kiitwacho Mizimu, aliishi mwanamume mmoja aliyeitwa Usama. Usama alikuwa na akili nyingi tangu utotoni, lakini umaskini wa familia yake ulikuwa kama mnyororo uliomfunga miguu. Alitamani kusoma afike chuo kikuu, lakini alishindwa hata kumaliza masomo ya sekondari kwa kukosa ada. Maisha yake yakawa ya kuhangaika, akifanya kazi za vibarua huku ndani ya moyo wake kukiwaka moto wa chuki dhidi ya umaskini. Siku moja nitakuwa kiongozi mkubwa, alijisemea akitazama picha za viongozi kwenye magazeti makuu. Nami nitaketi kwenye meza ya dhahabu. Siku moja, tarumbeta ya uchaguzi ililia kijijini hapo. Nafasi ya uongozi wa mtaa ilikuwa wazi. Usama alijua hii ndiyo fursa pekee ya kubadili historia yake. Lakini kulikuwa na kikwazo. Wagombea wenzake walikuwa na fedha na ushawishi. Hapo ndipo shetani alipomshika mkono. Usama alimtafuta mganga mmoja hatari aliyeitwa Babu Kalumanzila, ambaye aliishi katika pango lililozungukwa na miti mikavu ambayo ndege hawathubutu kutua. Unataka kiti au unataka heshima? Babu aliuliza kwa sauti iliyokwaruza kama msasa. Nataka vyote babu, nataka watu waniinamie, Usama alijibu kwa ujasiri wa kiza. Babu alicheka kicheko cha kutisha kilichojirudia milimani. Masharti ya kiti hiki hayahitaji kura, yanahitaji damu isiyo na hatia. Nenda kachukue viungo vya mtoto mlemavu wa ngozi, albino. Bila hivyo, kiti hicho kitakuwa na miiba kwako. Tamaa ilimfanya Usama kuwa mnyama. Alimvizia mtoto mmoja mdogo wa jirani yake, mtoto mcheshi aliyekuwa akimwita mjomba Usama. Alimteka na kumpeleka katikati ya pori la giza. Kilio cha yule mtoto, mjomba nisaidie, hakikugusa moyo wa Usama uliokuwa tayari umeshakuwa jiwe. Alifanya ukatili uliopitiliza, akakata viungo na kumwacha mtoto huyo akivuta pumzi ya mwisho kwa maumivu makuu. Aliporejea kwa Babu Kalumanzila na sadaka hiyo, anga lilibadilika kuwa jekundu. Babu alianza kunuiza lugha zisizoeleweka. Ghafla, ardhi ilitetemeka na moshi mzito mweusi ulitanda. Kutoka kwenye moshi huo, alitokea kiumbe cha ajabu. Kilikuwa kirefu, chenye ngozi nyeusi iliyong'aa kama lami, na mapembe mawili makubwa yaliyopinda kuelekea juu. Macho yake yalikuwa kama makaa ya moto yanayowaka. Kiumbe hicho hakikusema neno. Kilitwaa ile nyama ya binadamu na kuanza kuila kwa sauti ya kutisha. Kimekubali, Babu alinong'ona. Kuanzia leo, kila utakachogusa kitakuwa dhahabu. Watu watakupenda bila sababu, na adui zako watanyauka kama majani. Kweli, Usama akashinda wenyekiti wa mtaa kwa kishindo. Alijenga shule, alitoa misaada, na kijiji kikamtukuza kama Mungu mtu. Lakini usiku, ndani ya nyumba yake ya kifahari, alianza kusikia sauti ya yule mtoto ikilia kwenye korido. Baada ya miaka kadhaa, Usama hakuridhika. Alitaka kuwa rais wa nchi nzima. Alijua nguvu ya kijiji haitoshi kumpeleka ikulu. Alirudi tena pangoni. Safari hii, Babu alionekana mwenye hofu kiasi. Kuwa rais ni jambo lingine, Usama. Unahitaji kuingia agano la kimataifa la giza. Unahitaji kutoa kafara ya watu 300 kwa mpigo kupitia ajali. Usama hakusita. Niko tayari. Mganga alimpa sharti lingine la fedheha. Ili uwe na mamlaka juu ya roho za watu, kila usiku saa 8 kamili, lazima ulale uchi wa mnyama na kile kiumbe cha mapembe kitakuja kufanya nawe mapenzi ya kiroho. Hiyo ndiyo siri ya nguvu ya viongozi wengi wakuu unaowaona. Wanapata utajiri na ulinzi kupitia unajisi huo. Usama akawa rais. Alitangazwa ulimwenguni kote kama kiongozi mwenye maono. Nchi ilipata misaada, barabara zilijengwa, na watu walimfanyia sherehe kila kona. Lakini nyuma ya tabasamu lake kwenye TV, Usama alikuwa mfu anayetembea. Kila usiku saa 8 inapofika,
Milango ya chumba chake cha siri Ikulu inajifungua yenyewe. Kiumbe kile chenye mapembe kinatokea. Rais wa nchi anakuwa mtumwa wa kiumbe hicho, akifanyiwa unyama ambao hauwezi kusemwa kwa kinywa. Ajali za mabasi na ndege zilianza kutokea nchini bila sababu, na kila mara Usama alikuwa wa kwanza kutuma salamu za rambirambi na kutoa mamilioni ya fedha kufariji wafiwa. Kumbe ni yeye aliyekuwa amewachinja. Hii ndiyo siri nzito ya viongozi wengi wanaopata madaraka kwa nguvu za giza. Wanaonekana wasomi, wanaonekana wakarimu, lakini ndani yao wana siri zinazotisha. Wengine hawajamaliza hata shule, lakini kafara zao zimewapa vyeo vya heshima na nguvu ya kutawala waliosoma. Usidanganyike na suti za bei mbaya wala misafara ya magari. Maisha ya Rais Usama ni mfano wa namna binadamu anavyoweza kuuza roho yake kwa ajili ya kiti cha muda. Leo Usama ana kila kitu, lakini hana amani. Kila anapofumba macho, anaona damu ya watu 300 na macho ya yule mtoto albino yakimtazama. Je, unadhani cheo kina thamani kuliko roho yako? Asante kwa kufuatilia simulizi hii hapa Book Story. Usikose kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi yetu inayofuata. Nini walimu na wanafunzi wanafanya gizani? Karibu kwenye familia ya elimu bure.